Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Disemba 15, 2025 ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Ligi kuu ya NBC mechi namba 032, Singida Black Star FC 1, TRA United FC 3. Mchezaji Khalid Aucho wa klabu ya Singida Black Star ya mkoani Singida amefungiwa michezo mitano na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kufanya kitendo kisichotakiwa na michezo kwa kumpiga na kumsukuma mchezaji Adamu wa klabu ya TRA United wakati wa mchezo tajwa hapo juu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 ibara 21 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu Alex Pancras kutoka Dar es Salaam amepewa onyo kali kwa kosa la kushindwa kutafsiri vema sheria za mpira wa miguu na kushindwa kuchukua hatua stahiki kwa kitendo cha kiukwaji wa sheria za mpira kilichofanywa na mchezaji Khalid Aucho. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni 42 ibara ya kwanza 1.6 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa waamuzi. Mechi namba 031 Simba Sports 0 Azam FC 2. Mchezaji Jonathan Soa wa klabu ya Simba ya mkoani Dar es Salaam amefungiwa michezo mitano na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kufanya kitendo kisichotakiwa na michezo kwa kumpiga kiwiko mchezaji Himid Mao wa klabu ya Azam wakati wa mchezo tajwa hapo juu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 ibara 21 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Mchezaji Alassane Kante wa klabu ya Simba ya mkoani Dar es Salaam amefungiwa michezo mitano na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kufanya kitendo kisichotakiwa na michezo kwa kumpiga teke kwa makusudi mchezaji Faisal Salum wa klabu ya Azam wakati wa mchezo tajwa hapo juu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni 41 ibara 21 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu Abdalla Mwenye Mkuu kutoka Singida ameondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko mitano kwa kosa la kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu na kushindwa kuchukua hatua kwa vitendo vya kiukwaji wa sheria za mpira vilivyofanywa na wachezaji Jonathan Soa na Alassane Kante katika mchezo huo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 ibara ya kwanza 1.6 ligi kuu kuhusu udhibiti kwa waamuzi. Mechi namba 046 Coastal Union FC 0 Young Africans Sports 1. Klabu ya Young Africans ya mkoani Dar es Salaam imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la shabiki wake kuruka uzio na kuingia kwenye eneo la kuchezea ambapo shabiki huyo alionekana kufika hadi kwenye goli la timu ya Coastal Union na kuinama kama ishara ya kutafuta, kuchukua ama kuweka kitu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni 47 ibara ya kwanza ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Muhimu. Bodi ya ligi kuu Tanzania inazikumbusha klabu zake kuendelea kusisitiza umuhimu wa mchezo wa kiungwana na tabia njema mchezoni kwa wachezaji, viongozi na mashabiki wake. Ukumbusho huu unakuja kufuatia mfululizo wa matukio ya wachezaji kufanya vitendo visivyo vya kiungwana michezo kwa wachezaji wenzao ikiwemo kupiga. Pamoja na kuhatarisha usalama wa wachezaji, matukio hayo pia yamekuwa yakileta taswira mbaya kwa ligi yetu, jambo ambalo linaweza kushusha hadhi yake, na kwamba licha ya adhabu kali ambazo zimekuwa zikitolewa kwa wachezaji husika, bado matukio hayo yameonekana kuendelea viwanjani. Ligi ya Championship ya NBC, mechi namba 061 African Sports Club 0 Transist Camp FC 2. Klabu ya Transist Camp ya mkoani Dar es Salaam imetozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kuwakilishwa na maofisa 4 badala ya 5 kwenye kikao cha maandalizi ya mchezo kuelekea mchezo tajwa hapo juu, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 ibara 2.1 ya Championship kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 ibara 62 ya Championship kuhusu taratibu za mchezo. First League, mechi namba 7A Alliance FC vs Biashara United. Klabu ya Alliance ya mkoani Mwanza imepewa ushindi wa mabao 3 na pointi 3 katika mchezo tajwa hapo juu, huku Biashara United ikipoteza mchezo huo kwa mujibu wa kanuni ya 17 ibara ya 31 ya First League kuhusu taratibu za mchezo. Biashara United ilisababisha mchezo huo kuvunjwa katika dakika ya 67 baada ya wachezaji wawili wa timu hiyo iliyoanza mchezo ikiwa na wachezaji 8 tu kuumia na kushindwa kuendelea na mchezo, hivyo kufanya timu hiyo kusalia na wachezaji 6 pekee ambao hawawezi kufanya mchezo uendelee kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 ibara ya 30 ya First League kuhusu taratibu za mchezo. Mechi namba 10A Pan African FC vs Moro Kids FC. Klabu ya Pan African ya mkoani Dar es Salaam imepoteza mchezo tajwa hapo juu na timu ya Moro Kids imepewa ushindi wa mabao 3 na alama 3 kwa kosa la Pan African kushindwa kuandaa mchezo huo kikamilifu,
jambo lililosababisha mchezo huo kushindwa kufanyika kwa mujibu wa kanuni. Pan African ilishindwa kupeleka uwanjani gari maalum la kubebea wagonjwa kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni ya 17 ibara ya 7 ya First League kuhusu taratibu za mchezo, hata baada ya kupita dakika 30 za kusubiri kwa mujibu wa kanuni. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 ibara ya 7 ya First League kuhusu taratibu za mchezo na kanuni ya 32 ibara ya 1 ya First League kuhusu kuvuruga mchezo. Taarifa hii imetolewa na Idara ya Habari na Mawasiliano, Bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB leo Disemba 16, 2025.